Tumesikia kutoka kwa mawaziri mbalimbali pamoja na wabunge kazi iliyofanywa na serikali, lakini kwa kuwa mimi ndiye niliyetoa ahadi mbele ya bunge hili, ninawajibika kutoa mrejesho hapa bungeni. Ninafurahi kusema kwa kipindi hiki kimekuwa ni cha kufanya mageuzi makubwa, kuongeza tija kwenye shughuli za kiuchumi na kujenga msingi imara wa ukuaji endelevu wa kiuchumi wenye kasi zaidi na unaowainua watu kiuchumi. Vile vile kimekuwa ni kipindi cha kuimarisha ustahimilivu wa jamii, kukuza ustawi wa wananchi na kuwawezesha kujiletea maendeleo. Mheshimiwa Spika, nilipokabidhiwa dhamana ya kuiongoza nchi yetu, niliahidi kudumisha tunu za taifa letu, yaani amani, umoja na mshikamano, uhuru wa nchi yetu, mapinduzi matukufu ya Zanzibar, pamoja na kudumisha muungano wetu. Kama ilivyokuwa kwa serikali za awamu zilizopita, tumeshuhudia nchi yetu ikiendelea kujivunia tunu hizo na kuziimarisha. Nyote ni mashahidi wa namna nchi yetu Tanzania imeendelea kuwa nchi moja na Watanzania wanaendelea kuwa wamoja, wenye mashirikiano, Watanzania wameendelea kuwa wamoja wenye mashirikiano licha ya kuwa na tofauti zao za kidini, mila na desturi, itikadi za kisiasa na hata ushabiki wa michezo Simba na Yanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua Namungo pia na natambua Singida United. Mtakumbuka kuwa katika hotuba yangu ya kufungua bunge nilisisitiza umuhimu wa viongozi wa pande zote mbili za muungano kukutana na kuzungumzia ustawi wa muungano wetu. Nafurahi kuwataarifu kwamba maagizo yangu yale yametekelezwa kwa ufanisi zaidi chini ya wenyekiti wa makamo wa rais akisaidiwa na waziri mkuu kwa upande wa Tanzania bara na kwa upande wa Zanzibar makamu wa pili wa rais. Katika kipindi hiki tumepiga hatua kubwa, hususan kwa kuzipatia ufumbuzi jumla ya hoja 15 za muungano, hatua inayozidi kuongeza imani ya Watanzania kwa serikali. Pamoja na hayo, ni waasi wa Tanzania wenzangu tuendelee kushikamana na kuwa makini na vitisho vyovyote dhidi ya muungano wetu, na niwasihi kuendeleza umoja, utulivu, amani, vitu ambavyo ni sifa njema kwa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nchi yetu iko salama, mipaka yetu iko salama na imara kwa sababu Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limeendelea kutimiza ipasavyo jukumu lake la kulinda uhuru na mipaka ya nchi yetu. Jeshi letu la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilitimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Katika kipindi hiki tumewekeza sana katika kuliimarisha kwa vifaa, zana za kisasa na mafunzo. Weledi na nidhamu ya wanajeshi wetu ni ya hali ya juu na ya kupigiwa mfano. Tumeboresha maslahi na makazi ya wanajeshi kwa kujenga nyumba mpya 6,064 za kuishi askari. Uwezeshaji huo umechangia kulifanya jeshi letu kushiriki pasavyo katika shughuli mbalimbali za kitaifa na kimataifa, ikiwemo ulinzi wa rasilimali, ulinzi wa miradi mikubwa ya kimkakati na operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa, hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Lebanon, Sudan au Sudan Kusini na eneo la Abyei. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Kujenga Taifa, tumepanua miundombinu na kuongeza idadi ya vijana wanaojiunga na jeshi kutoka 160,427 mwaka 2020 hadi 190,059 mwaka 2025. Tumefanya hivyo kwa kutambua kuwa Jeshi la Kujenga Taifa ni nyenzo muhimu ya kujenga ujasiri, uzalendo na dhana ya kujitegemea miongoni mwa vijana. Vile vile SUMA JKT imeweza kushiriki kikamilifu kufanikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji
na miradi ya ujenzi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Polisi, tumeendelea kuliimarisha kwa kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza miundombinu, ambapo vituo vya polisi 472 vimejengwa hadi ngazi ya kata na shehia. Halikadhalika tumeboresha makazi ya askari na kununua vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki kwa ajili ya kazi za utawala na operesheni. Aidha, askari wapya 16,000 wameajiriwa, huku maofisa wakaguzi na askari 10,363 wakipandishwa vyeo. Natoa pongezi nyingi kwa Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Hatuna budi kutambua kwamba uhalifu unaozuiliwa kwa jitihada za Jeshi la Polisi ni mkubwa kuliko unaofanyika. Kasi ya kuwabaini na kuwakamata wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka, jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza Jeshi la Polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea. Mheshimiwa Spika, Jeshi letu la Magereza nalo limeendelea kutekeleza vizuri majukumu yake ya kulinda wafungwa na kurekebisha tabia zao. Aidha, katika kulinda haki za binadamu, tumeendelea kuboresha huduma za malazi, mavazi na chakula kwa wafungwa jinsi hali ya uchumi inavyoimarika. Kwa upande wa watumishi, serikali imepandisha vyeo maafisa waandamizi na askari wa jeshi hilo wapatao 14,733 na kuajiri askari wapya 3,404, hivyo kupunguza uhaba wa rasilimali watu. Vile vile tumewapa vitendea kazi kiwemo magari kwa ajili ya kuimarisha utendaji kazi na magereza mapya 8 pamoja na hospitali kuu ya kanda ya Jeshi la Magereza hapa Dodoma yanaendelea kujengwa. Serikali imewezesha jumla magereza 66 kuanza kutumia mfumo wa tehama wa mahakama mtandao ambao unarahisisha usikilizaji wa kesi bila wafungwa kusafirishwa hadi mahakamani. Mheshimiwa Spika, ili kuongeza uwezo wa Jeshi la Zimamoto na uokoaji kufikia maeneo ya dharura kwa wakati, serikali imewezesha ujenzi wa vituo vipya vya zimamoto 3 vilivyokamilika na 8 vinaendelea na ujenzi. Vile vile vituo vya zamani vimefanywa ukarabati na kununua magari 12 ya kuzima moto, yakiwemo magari 2 yenye ngazi kwa ajili ya kufikia majengo marefu na boti 2 za uokoaji katika bahari na Ziwa Victoria. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa idara ya uhamiaji, zaidi ya maafisa wakaguzi na askari 3,115 wamepandishwa vyeo na askari wapya 2,251 wameajiriwa. Aidha, doria, misako na operesheni ziliimarishwa katika maeneo mbalimbali nchini na zimewezesha kukamatwa kwa watu 97,538 kwa makosa ya uhamiaji ambao wamechukuliwa hatua za kisheria, kiwemo kwa baadhi yao kuondoshwa nchini. Vile vile tunaendelea na ujenzi wa chuo cha mafunzo cha uhamiaji cha Rafael Kubaga kilichopo Boma Kichakamiba, wilaya ya Mkinga, mkoani Tanga. Mheshimiwa Spika, serikali pia imeimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kupunguza uingizaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya kwa kubaini na kudhoofisha mitandao ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Katika kipindi hiki tulikamata jumla ya kilogramu milioni 4,997,511 za dawa za kulevya zikihusisha watuhumiwa 25,715. Kwa upande mwingine, katika kuwasaidia waathirika, tumeongeza vituo vya utoaji huduma za tiba kwa waraibu wa dawa za kulevya kutoka vituo 9 mwaka 2020 hadi vituo 18 mwaka 2025.
ili kupanua wigo wa huduma hii muhimu. Pamoja na hatua hizo madhubuti za kudhibiti na kuwalinda vijana wetu dhidi ya dawa hizo, hatua nyingine za kudhibiti na kuwalinda vijana wetu na dawa hizo zinaendelea kuchukuliwa. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha mfumo wa usimamizi wa maafa, tulirekebisha Sera ya Taifa ya Usimamizi wa Maafa ya mwaka 2004 toleo la mwaka 2025 na tulitunga Sheria ya Usimamizi wa Maafa namba 6 ya mwaka 2022 kwa lengo la kuweka mfumo wa kitaasisi wa usimamizi wa maafa kuanzia ngazi ya taifa hadi wilaya. Nyote ni mashahidi wa maafa makubwa yaliyotufika kwa nyakati tofauti kutokana na mvua kubwa kwenye maeneo ya Hanang', Mbeya, Rufiji na Moshi. Kipekee nivipongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuwa mstari wa mbele na kushiriki katika uokoaji wakati wa maafa. Na vile vile walishiriki kwenye usambazaji wa mahitaji muhimu kwa waathirika. Mheshimiwa Spika, kufuatia maafa ya Hanang', serikali iliratibu ujenzi wa nyumba 109 za kudumu zenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 8 kwa ajili ya waathirika 745 ambao nyumba zao ziliharibiwa. Pia nitambue mchango wa taasisi za kiraia, wafanya biashara na wananchi waliojitolea na kushiriki kikamilifu katika mazoezi ya uokoaji kama tulivyoona kwenye ajali ya ndege ya Bukoba, maporomoko ya Hanang' na kuanguka kwa jengo la Kariakoo. Huu ndio Utanzania na ninawapongeza tena kwa moyo wao wa utu na uzalendo. Mheshimiwa Spika, nilipoingia madarakani niliona haja ya kuhakikisha tunaendelea kujenga taifa lenye maelewano na maridhiano ili tuweze kwenda pamoja katika mwelekeo wa maendeleo. Dhima hili ni sukuma kubuni na kutekeleza falsafa ya R4. Tukiongozwa na falsafa hiyo ili tuelekeza kwenye mageuzi, maridhiano, ustahamilivu na kujenga upya, na tuliweza kuwaleta wadau wa kisiasa na wengineo pamoja na kufanya maamuzi na maboresho mbalimbali yaliyojumuisha na kushirikisha wadau wote. Serikali iliunda tume ya maridhiano iliyofanya kazi nzuri na ilikuja na mapendekezo ya aina mbili, yale ambayo ni ya muda mrefu kama mabadiliko ya katiba na yale ya muda mfupi ambayo yalihusu masuala ya uhuru wa vyombo vya habari na masuala ya vyama vya siasa kufanya shughuli zao. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza mapendekezo ya tume, serikali iliondoa mara moja zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa na wote tumeshuhudia vyama vikiendelea kufanya shughuli zao kwa uhuru, ikiwemo mikutano ya hadhara kote nchini. Vile vile Baraza la Vyama vya Siasa limefanya mikutano 6 na kutoa mawazo na ushauri uliowasilishwa serikalini kwa kufanyiwa kazi. Kufuatia mashauriano yaliyohusisha wadau wote wa kisiasa, Bunge lilitunga Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024, Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Sheria ya Uchaguzi wa Rais, wa Bunge na Madiwani namba 2 ya mwaka 2024, Sheria ya Vyama vya Siasa sura 258 na Sheria ya Gharama za Uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu Tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee. Hatua ambayo inafuta kichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vile vile utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi ulifanyika na serikali imeendelea kuimarisha
uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa nchini, ambao hadi Juni 2025 serikali imetoa ruzuku shilingi bilioni 87.87 kwa vyama vinavyostahili kupata ruzuku. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, asasi za kiraia nazo zimekuwa huru kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na kukutana na kuishawishi serikali, ambapo mapendekezo yao mengi yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa kuwa suala la katiba ni pendekezo la muda mrefu la Tume ya Maridhiano, kwa msingi huo mchakato wa katiba mpya ni miongoni mwa ahadi ambazo zinaonekana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Hivyo ni kusema kwamba shughuli ya kuanza kufanya katiba mpya itatekelezwa katika kipindi kijacho cha miaka 5. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kuwa rushwa ni adui wa haki, na mlifurahi sana mlipomwona mkurugenzi mkuu wa kupambana na rushwa na hatani. Sasa kwa kuwa rushwa ni adui wa haki na ni kikwazo kwa maendeleo, serikali imeongeza nguvu kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Jitihada hizo zimeiwezesha Tanzania kushika nafasi ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki na kushika nafasi ya 14 kwa nchi za Afrika kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya taasisi ya Transparency International ya mwaka 2024. Katika kipindi hiki tulidhibiti na kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 211 milioni 900 na kuzirejesha serikalini kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi wa tuhuma za rushwa. Aidha, mali zenye thamani ya shilingi bilioni 35 milioni 688 zikijumuisha nyumba, viwanja na magari na fedha taslimu shilingi bilioni 1.17 zilitaifishwa. Na katika jitihada hizi, nitoe rai kwa Watanzania kuendelea kutoa ushirikiano katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutimiza ipasavyo wajibu wake kwa mhimili wa dola wa kutunga sheria. Katika kipindi cha uhai wa Bunge la 12 kulipitishwa miswada 60, maazimio 922 na vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala yenye maslahi mapana kwa taifa. Hakika mmefanya kazi kubwa, kwani michango na ushauri wa bunge hili umekuwa chachu kwa baadhi ya hatua tulizochukua au zilizochukuliwa kwenye mabadiliko ya kisera, kisheria na kiutendaji yaliyofanywa na serikali. Serikali iliongeza kiwango cha mfuko wa jimbo toka shilingi bilioni 11 kwa mwaka 2021-2022 hadi shilingi bilioni 15.9 kuanzia mwaka 2020-2023 hadi sasa, ili kurahisisha utendaji wenu majimboni na kuchochea maendeleo. Ni matumaini yangu kwamba fedha hizi mlizitumia vyema katika kuwaletea wananchi maendeleo. Vinginevyo wakati ni sasa. Mheshimiwa Spika, uchaguzi mkuu ndio mazungumzo makubwa nchini kwa sasa. Niseme kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itatangaza hivi karibuni tarehe ya siku ya uchaguzi. Zoezi la uandikishwaji limeshakamilika nchi nzima. Zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura limekamilika kwa awamu 2 kama ambavyo sheria imeelekeza. Sote tumeshuhudia mwitikio mzuri wananchi kujitokeza kwenye vituo vya kuandikisha wapiga kura, na ninawapongeza wananchi wote kwa kujitokeza kwao. Tunatarajia kwamba tume itatutangazia pia idadi ya wapiga kura. Mheshimiwa Spika,
Waheshimiwa wajumbe, mtakubaliana nami kwa uhuru wa habari na uhuru wa watu kutoa maoni yao umeongezeka. Majukwaa ya kutolea habari nayo yameongezeka tofauti na hapo awali. Sasa hivi, kutokana na kukua kwa matumizi ya mtandao na kuongezeka kwa majukwaa ya kidigitali, habari nyingi zinapatikana kiganjani. Serikali imetoa leseni kwa magazeti na majarida 356, vituo vya redio 247, vituo vya televisheni 68, redio na televisheni za mtandao ni 325 na blogs 72. Tuna magazeti ya kila siku na kamwe serikali haijafanya uhakiki wa habari kabla hazijachapishwa au kuandikwa. Tunafanya hivi tukiamini kwamba waandaaji wa maudhui haya ni watu wenye weledi wa kutosha na kwamba tunafanya ustawi wa demokrasia yetu demokrasia yetu hutegemea sana uhuru wa vyombo vya habari. Tunathamini na kutambua mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii, kupambana na maovu pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Katika kulinda na kutambua michango ya waandishi wa habari kwa jamii, tulifanya marekebisho ya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 na kanuni zake. Pia tuliandaa tuzo za Samia Kalamu Awards kutambua waandishi wa habari za maendeleo Tanzania. Pamoja na hatua hizi zote, hatukusita wala kuchelea kuchukua hatua pale uhuru huu ulipotumiwa vibaya na kusitisha au kutishia kuleta vurugu nchini pamoja na kuvuruga usalama wa jamii, au pale uhuru huu ulikiuka sheria za nchi au maadili, mila na desturi za Kitanzania. Hivyo basi, tutaendelea kusimamia uhuru wa vyombo vya habari wakati wote. Hali ya uchumi Tanzania. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuelekeza nguvu kwenye sera za kiuchumi jumla na sera za uchumi katika ngazi za chini zinazogusa wananchi wa kawaida. Ni wazi kuwa kazi hii haikuwa nyepesi wala rahisi kutokana na hali ya Uviko 19 na migogoro ya kikanda inayoendelea ambayo imepelekea uchumi wa dunia kutetereka. Ili kukabiliana na hali hii, serikali ilichukua hatua mbalimbali za kisera, kiutawala na uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi yetu. Ni wazi kuwa jitihada zetu zilizaa matunda. Ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ulipanda kutoka wastani wa 3.9 mwaka 2021 hadi 5.5 mwaka 2024. Ukuaji huu uko juu ya wastani wa ukuaji wa bara la Afrika ambao ni 4% kwa mwaka 2024. Aidha, wakati uchumi wa dunia unatarajiwa kukua kwa wastani wa 2.3 mwaka 2025, Shirika la Fedha Duniani linakadiria kuwa kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania mwaka huu 2025 utafikia 6%. Pato ghafi la Tanzania la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 156.4 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 205.84 mwaka 2024. Hivyo basi, pato la wastani la Mtanzania nalo limeongezeka kutoka shilingi milioni 2,367,411 mwaka 2020 hadi shilingi milioni 2,938,634 mwaka 2024. Pia shilingi yetu imeendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, kiashiria kingine muhimu cha utulivu wa uchumi ni mfumuko wa bei ambao uliendelea kuwa chini ya 5% kwa miaka yote minne. Kiwango hiki sio tu kipo ndani ya lengo letu kama nchi la kuhakikisha hakizidi 5%, bali pia ni miongoni mwa viwango bora Afrika Mashariki na kiko chini ya wastani wa mfumuko wa bei ulioshuhudiwa barani Afrika.
hali inayotokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha na bajeti na uhakika wa upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani kutokana na kukuza tija katika kuzalisha au uzalishaji wa chakula. Mheshimiwa Spika, mauzo yetu ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 6.39 mwaka 2021 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 8.7 mwaka 2024, na kutunisha akiba yetu ya fedha za kigeni ambapo hadi mwezi Aprili 2025 tulikuwa na akiba ya dola za Marekani bilioni 5.6 inayotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kwa miezi 4.5 kama ilivyo lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, kufuatia marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123, Benki Kuu ya Tanzania iliweza kununua na kuweka na kuwa na akiba ya kilo za dhahabu 3424 zilizonunuliwa kwa gharama ya shilingi bilioni 702.3, na ununuzi unaendelea ili kuimarisha zaidi kiwango cha akiba tulicho nacho. Mheshimiwa Spika, kuhusu suala la makusanyo ya kodi, nilielezea Bunge kwamba ningependa kuona wafanyabiashara, wawekezaji na wananchi wanaelimishwa na kutambua kwamba kodi ndio msingi wa maendeleo ya nchi, na hivyo wawezeshwe kulipa kodi bila kutumia mabavu. Katika kufikia azma hii, serikali imeimarisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji mapato, udhibiti wa mianya ya kupoteza mapato, kuanzisha jukwaa la kodi na uwekezaji na kuijengea uwezo mamlaka ya mapato Tanzania na mamlaka nyingine za ukusanyaji mapato ya serikali. Jitihada hizo zimeongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa mwezi kutoka shilingi trilioni 1.51 mwezi Novemba 2020 hadi shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi Nashukuru Mheshimiwa wabunge. Kwa hiyo tumefikia shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi mwaka huu 2025, ikiwa ni ongezeko la 104%. Ili kuimarisha zaidi usimamizi wa kodi nchini, niliunda Tume ya Rais ya Marekebisho ya Kodi ambayo tunatarajia itakuja na mapendekezo yatakayoleta mageuzi ya kiutendaji kwenye mifumo wa utozaji na ukusanyaji wa kodi nchini. Mheshimiwa Spika, ili kutoa huduma bora kwa wananchi, bajeti ya serikali imeongezwa kutoka shilingi trilioni 34.88 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 50.29 mwaka 2024/25, ikiwa ni ongezeko la wastani wa 8.84% kwa mwaka. Nalishukuru sana bunge hili kwa kupitisha bajeti hizo. Kwa kweli bajeti zilizokuwa zikipitishwa na bunge hili zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo kwa kuboresha huduma za kijamii na kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Mei 2025, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 107.7. Kati ya deni hilo, deni la nje ni shilingi trilioni 72.94 na deni la ndani ni shilingi trilioni 34.76. Kuongezeka kwa deni la serikali kumetokana na sababu mbalimbali. Mojawapo ni kupokelewa kwa fedha za mikopo mipya na ya zamani ambayo mikataba yake iliingiwa tangu serikali za awamu ya nyuma kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni vyema tukafahamu kuwa mkopo unaweza kusainiwa leo, lakini fedha husika zikaanza kupokelewa baada ya maandalizi ya mradi kukamilika na mradi kuanza. Hivyo ili liwe deni au mkopo huo uingie kwenye deni la serikali, ni lazima serikali iwe imepokea fedha hizo.
huduma au vifaa tulivyokubaliana. Hivyo ni vyema wananchi wakaelewa kuwa katika awamu ya 6 pamoja na kusaini mikopo mipya, lakini pia tumeendelea kupokea fedha za mikopo ambayo ilisainiwa katika vipindi tofauti na kuongeza kiasi cha deni la serikali. Kwa mfano, awamu ya 6 imepokea kiasi cha shilingi trilioni 11.3 ikiwa ni mikopo iliyosainiwa na awamu zilizopita. Sababu nyingine ongezeko la deni la nje ni kuimarika kwa dola ya Marekani dhidi ya shilingi ya Tanzania. Kwa mfano, mwezi Machi 2021, kiwango cha kubadilisha shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Marekani kilikuwa shilingi 2298.5, wakati mwezi Machi mwaka huu 25 kiwango hicho kilikuwa 2650. Hivyo endapo deni la serikali litatajwa kwa shilingi za Tanzania, ni lazima lionekane limeongezeka. Mathalan, kwa sasa deni limeongezeka kwa zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kutokana na exchange rate. Hatua hii ya kushuka kwa thamani kwa shilingi dhidi ya dola ya Marekani isichukuliwe kama ni hatua hasi, bali ilikuwa ni hatua muhimu ya kukabiliana na mtikisiko wa uchumi wa dunia. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, kuhusu mwenendo wa ulipaji wa deni la serikali, napenda kutaarifu kuwa malipo ya deni la serikali yamekuwa yakiongezeka kutoka shilingi trilioni 8.22 mwaka wa fedha 2021 hadi kufikia makadirio ya shilingi trilioni 14.20 kwa mwaka 2025-2026. Ongezeko hili ni kutokana na kuiva kwa mikopo ya muda mrefu na mikopo yenye masharti ya kibiashara iliyokopwa katika awamu zilizopita kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha, kuongezeka kwa malipo ya deni hasa la nje kumesababishwa pia na mabadiliko ya mara kwa mara ya riba katika masoko ya fedha ya kimataifa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo athari za uviko 19 na uamuzi wa hazina ya Marekani kubadilisha viwango vya riba vya dhamana za serikali ya nchi hiyo. Mabadiliko hayo yalisababisha baadhi ya nchi zinazoendelea hasa Afrika kushindwa kulipa madeni kwa wakati. Mheshimiwa Spika, ongezeko la deni la ndani limechangiwa na mikopo kugharamia miradi maendeleo na kulipa madeni ya ndani yaliyoiva kwa uwekezaji wa dhamana za serikali kwa utaratibu wa kulipia mtaji wa dhamana za serikali zilizoiva. Aidha, tulifanya maamuzi ya kutambua madeni mengine ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa serikali kupitia hati fungani maalumu isiyo taslimu yenye thamani ya shilingi trilioni 2.67. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 2.18 madeni ya PSSSF ya waliokuwa wafanyakazi wa serikali kabla ya 1999 maarufu kama pre-99. Shilingi bilioni 400.71 ni madeni ya NSSF ya muda mrefu na shilingi bilioni 63.52 ni madeni ya kampuni ya ubia ya mifuko ya pensheni yani PPP, Pension Property Limited. Kampuni hii ilifadhili miradi ya serikali kwa kutoa mikopo kwa vipindi tofauti kwa ajili ya kugharamia utekelezaji wa miradi ya serikali ambao ni ujenzi wa ukumbi wa bunge hili letu Dodoma, na ujenzi wa chuo cha sayansi ya teknolojia cha Nelson Mandela Arusha. Madeni haya hayakuwahi kuwa sehemu ya deni la serikali. Kiasi cha shilingi trilioni 2.2 kilichobaki kinatarajiwa kuanza kutambuliwa ndani ya miaka mitatu ijayo kwa kuanza na mwaka 2025-2026 ambapo deni la kabla ya mwaka 1999 kiasi cha shilingi bilioni 630 litatambuliwa na deni la NHIF kiasi cha shilingi bilioni 180 zilizotumika kujenga hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Lengo la hatua hizi ni kunusuru mifuko ya hifadhi ya jamii yenyewe, lakini pia kuhakikisha
wastaafu wetu waliotumikia taifa wanapata mafao kwa wakati. Kwa ujumla, tumeyatambua madeni haya na kuweka kwenye deni la serikali, deni la ndani, ili kutoa nafuu kwa mifuko yetu. Mheshimiwa Spika, nimeona niyaseme haya kwa urefu ili Watanzania waelewe kuhusu swala hili la deni la taifa ambalo hupotoshwa mara kwa mara. Aidha, niwahakikishie Watanzania kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha deni linaendelea kwa himilivu. Tutaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti zetu. Tutaendelea kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi. Tutaendelea kuhakikisha maafisa masuuli wanazingatia maandalizi ya msingi ya mradi kabla kuingia mikataba kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo, ikiwemo sheria ya mikopo, dhamana na misaada sura 134. Vile vile, tutaendelea kuimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi inayotekelezwa kwa mikopo ili kuhakikisha inaleta tija iliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa nidhamu ya matumizi ya fedha na mali za serikali, tumeendelea kuelekeza nguvu zetu katika kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuimarisha utaratibu wa manunuzi serikalini na ukaguzi wa hesabu za serikali. Kwa upande wa ununuzi wa bidhaa na huduma, tumehakikisha sheria ya mamlaka ya ununuzi wa umma inafanya kazi ipasavyo ili kuhakikisha kuwa kuna usimamizi thabiti wa sheria hiyo na kanuni zake. Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kwamba mipango si matumizi. Hivyo basi, katika kuimarisha matumizi sahihi ya fedha tunazozikusanya na kukopa, tuliunda tena tume ya mipango ili kuhakikisha mipango ya kisekta inafungamana na malengo ya kitaifa pamoja na rasilimali tulizonazo. Mheshimiwa Spika, tumesimamia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 kwa mafanikio makubwa. Uchumi umekuwa na nchi kuweza kuingia katika kipato cha kati, ngazi ya chini, na kuimarisha maisha ya Watanzania. Serikali imekamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dira hiyo mpya tutakayoizindua rasmi mwezi Julai, mwezi unaofuata, itatupa mwelekeo utakaowezesha taifa letu kupiga hatua zaidi za maendeleo. Niwashukuru wote waliohusika kuitayarisha, hususan wananchi walioeleza bayana mahitaji na matarajio ya Tanzania wanayoitaka kuiona katika miaka 25 ijayo. Mheshimiwa Spika, vile vile nafurahi kwamba tumefanya mazoezi tulioimarisha mfumo wetu wa takwimu au takwimu muhimu katika kufanya mipango yetu. Mwaka 2022 tulifanya sensa ya watu na makazi, tukiendeleza utamaduni wetu wa kufanya sensa kila baada ya miaka 10. Vile vile tulifanya utafiti wa mwenendo wa idadi ya watu na masuala ya afya. Zaidi ya hapo, na kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, tuliweza kufanya sensa ya majengo kote nchini. Mazoezi yote haya yametuwezesha kupata taarifa muhimu zitakazotusaidia kupanga mipango yetu ya maendeleo kisayansi zaidi. Mheshimiwa Spika, amani tulionayo kwa kiasi kikubwa inalindwa na uimara na ufanisi wa mahakama zetu na vyombo vingine vya kusimamia haki. Hii ni kwa sababu amani na utulivu hustawi pale ambapo haki huonekana kutendeka. Katika kuimarisha utawala wa sheria, kuongeza wajibikaji na ufanisi, kupunguza malalamiko ya wananchi na ucheleweshaji wa mashauri, niliunda tume ya Rais ya kuangalia namna ya kuboresha mifumo ya haki jinai. Mapendekezo ya tume hiyo yanaendelea kutekelezwa na taasisi mbalimbali. Kwa kipindi chote, mahakama imeendelea kuwa huru na kamwe serikali haikuingilia mahakama katika kazi zake.
Ili kuboresha utendaji na ufanisi wa mahakama, tumeongeza bajeti ya mahakama kutoka shilingi bilioni 166.2 mwaka 2021 mpaka kufikia shilingi bilioni 321 kwa mwaka 25-26, sawa na ongezeko la asilimia 93. Vile vile tumeongeza idadi ya majaji, mahakimu na mawakili wa serikali, na nafarijika kwamba tumezingatia uwakilishi wa kijinsia. Katika kipindi hiki pia nimeteua majaji wapya 83, ambapo majaji wa mahakama ya rufani ni 15, kati yao 4 ni wanawake, na majaji wa mahakama kuu 68, kati yao 30 ni wanawake. Aidha, asante. Aidha, tuliwezesha ajira mpya ya mahakimu na watumishi wengine jumla 1153. Majaji na mahakimu wanawake wamekuwa wengi wakati mwingine wowote, wamekuwa wengi wakati huu kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi yetu. Hatua hizi zimewezesha mahakama kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa, pamoja na kuhakikisha mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za kisheria inasomana na mifumo ya NIDA, TAKUKURU, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Jeshi la Polisi Tanzania na taasisi nyingine za sheria. Aidha, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa kutenganisha shughuli za mashtaka na upelelezi kwa kuendelea kuongeza idadi ya mawakili wa serikali na kuongeza ofisi za mashtaka za wilaya kutoka 50 hadi 108 ili kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki, mafanikio mbalimbali yamepatikana, yakiwemo kukamilika kwa ujenzi wa jengo la makao makuu ya mahakama sambamba na nyumba za kuishi majaji zilizopo eneo la Iyumbu, Dodoma. Ujenzi wa majengo ya mahakama za wilaya 3 na mahakama za mwanzo 26 katika maeneo mbalimbali nchini. Ujenzi wa vituo 6 jumuishi vya utoaji wa haki katika maeneo ya Dodoma, Morogoro, Mwanza, Arusha, Kinondoni na Temeke. Vile vile kumekuwa na ujenzi wa vituo 9 jumuishi vya utoaji haki katika mikoa ya Katavi, Songea, Songwe, Njombe, Simiyu, Lindi, Singida, Pemba na Geita. Nako ujenzi unaendelea. Miradi hii imewezesha kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha upatikanaji haki kwa watu wote, serikali imetekeleza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign. Asante. Jumla ya wananchi 2698, jumla ya wananchi milioni 2,698,908 kwenye mikoa 25 wamepatiwa huduma mbalimbali za kisheria kupitia kampeni hii. Mheshimiwa Spika, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, serikali imekamilisha, kwa mara ya pili katika historia ya nchi yetu, serikali imekamilisha urekebu wa sheria kuu 446 za nchi na kuandaa toleo la sheria zilizofanywa urekebu la mwaka 2023. Hatua hii inawarahisishia watumiaji wa sheria zetu kufanya rejea ya sheria mbalimbali, hususan wakati wa utoaji wa haki. Toleo hili ambalo litaanza kutumika tarehe 1 Julai mwaka huu 2025 litaimarisha utawala wa sheria. Aidha, hadi sasa sheria 13 kati ya 446 zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, hatua ambayo itaenda kuimarisha uelewa wa sheria miongoni mwa Watanzania. Mheshimiwa Spika, kwenye hotuba yangu ya kufungua bunge la 12
Niliahidi kuifungua nchi kiuwekezaji ili kukuza uchumi, kuzalisha ajira, kuongeza mapato na kupunguza kiwango cha umaskini kitaifa na kwa mtu mmoja mmoja. Tunaendelea kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na katika utekelezaji huu tulipitia na kurekebisha sheria na kanuni 66 pamoja na kufuta au kupunguza tozo, ada na faini mbalimbali zipatazo 383. Kituo cha uwekezaji TIC kimeweza kusajili jumla ya miradi ya uwekezaji 2175 iliyopo kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji na huduma. Miradi hiyo ina jumla ya thamani ya dola za Kimarekani bilioni 25.53 na inatarajia kuzalisha jumla ya ajira 650,674 za moja kwa moja na ajira nyinginezo. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuhamasisha uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi yani SEZ pia zimevutia jumla ya miradi 45 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.17 iliyopatiwa leseni za EPZ na SEZ. Miradi hiyo ilijikita katika sekta zinazozalisha bidhaa zitokanazo na kilimo, viwanda, mifugo, kemikali, madini na mazao ya misitu. Imeongeza ajira kufikia 20,674 na kuongeza ukuaji wa mauzo ya nje kwa dola za Marekani milioni 397.64. Katika kuchochea uwekezaji nchini, tumetunga sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi, sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambayo pamoja na mambo mengine inaanzisha mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi kwa pamoja. Tumechukua kituo cha uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi na kuyafanya pamoja na kutunga sheria moja. Mheshimiwa Spika, kilimo kimeendelea kwa uti wa mgongo wa taifa letu kwa kutoa ajira nyingi na kuchangia kwa kiasi kikubwa pato letu la taifa. Kwa kutambua mchango Asante. Kwa kutambua mchango wa sekta hii kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida, serikali imeongeza bajeti ya kilimo kwa zaidi ya 300% toka shilingi bilioni 294 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.24 mwaka 2025. Shabaha yetu kuu ni kuongeza tija pamoja na kuweza kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza tija, serikali imeongeza upatikanaji wa mbegu bora, za kilimo kwa asilimia 41.9 kutoka tani 50,747 mwaka 2021 hadi tani 72,031 mwaka 2024. Aidha, uzalishaji wa mbegu bora ndani ya nchi umeongezeka kwa asilimia 61 kutoka tani 34,797 mwaka 2021 hadi tani 56,114 mwaka jana 2024. Pia tumewezesha maabara ya mbegu na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu kupata ithibati ya kimataifa na uzalishaji wa mbegu. Hatua hii imewezesha uzalishaji wa mbegu bora unaoleta tija kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, serikali imeongeza upatikanaji wa mbolea kutoka tani 676,017 mwaka 2021 hadi tani milioni 1.21 mwaka 2025. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 80.9 ya makisio ya mahitaji ya tani milioni 1.5 za mbolea kwa msimu wa mwaka 2025. Sambamba na hilo, serikali imetoa ruzuku ya mbolea yenye thamani ya shilingi bilioni 300
kwa mazao yote. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kwa hekta kutoka kilo 19 mwaka 2021 hadi kilo 24 mwaka huu 2025, na hivyo kuongeza tija kwenye uzalishaji. Mbali na mbolea, serikali pia imekuwa ikihakikisha upatikanaji wa viuatilifu pamoja na huduma za ugani kwa kuhakikisha inaajiri maafisa ugani pamoja na kuwapa vitendea kazi kama pikipiki, vishikwambi, visanduku vya ugani na soil scanners ili kuongeza tija kwenye kilimo chetu. Mheshimiwa Spika, tayari jitihada hizo za serikali sio tu zimemfaidisha mkulima, bali pia zimeongeza kiwango cha uzalishaji wa mazao ya chakula kwa asilimia 33 toka tani milioni 17.1 mwaka 2021 hadi tani 22.8 mwaka 2024. Ongezeko hilo limeiwezesha nchi kuwa na utoshelevu wa chakula kwa asilimia 128. Pamoja na hayo, ili kulinda jasho la mkulima kwa kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno, tumejenga maghala 46 na vihenge 20 yenye uwezo wa kuhifadhi mazao tani 219,921. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa maeneo mawili yaliyoibua mjadala kipindi hiki yalihusu sukari na mafuta ya kupikia au mafuta ya kula. Ili kuimarisha upatikanaji wa sukari kunapokuwa na upungufu, tuliipa NFRA mamlaka ya kununua na kuhifadhi sukari kisheria. Hii ina maana kwamba sukari imeingia kwenye mazao au mazao ya usalama wa chakula ndani ya nchi. Nawashukuru sana wabunge kwa kuunga mkono mabadiliko hayo, na ninaamini asante. Ninaamini tayari tumeshaanza kuona tofauti baada ya kuchukua hatua hizo. Pamoja na hayo, serikali inaendelea na jitihada za kuongeza uzalishaji wa sukari nchini kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda, na mbali na kiwanda kipya cha Bagamoyo chenye uwezo wa kuzalisha sukari tani 35,000, cha Mkulazi chenye uwezo wa kuzalisha sukari tani 50,000, upanuzi wa kiwanda cha Kilombero utaongeza uzalishaji wa sukari kwa tani 2,071. Hali kadhalika, upanuzi umefanyika kwenye mashamba ya Mtibwa na Kagera kwa hekta Mtibwa hekta 4,700 na Kagera ni hekta 9,071. Hadi sasa hatua hizi zimeongeza uzalishaji wa sukari kutoka tani 311,358 mwaka 2020 hadi tani 392,724 mwaka 2024. Tutaendelea kuvutia uwekezaji zaidi wa viwanda au kwenye viwanda na kupanua maeneo ya uzalishaji wa miwa, tukilenga kufikia uzalishaji wa tani 700,000 za sukari. Mheshimiwa Spika, serikali imetoa msukumo pia katika kuongeza uzalishaji wa mafuta ya chakula. Hivyo msukumo huo umewezesha uzalishaji mbegu za mafuta kuongezeka kutoka tani 1,713,178 mwaka 2021 hadi tani 2,181,603 mwaka 2024. Pamoja na hayo, uzalishaji wa mafuta ya kula nchini umefikia tani 396,335 tu. Hivyo tunaendelea na hatua zitakazotuwezesha kuchochea uzalishaji zaidi wa mazao ya mafuta kuelekea lengo la tani 650,000. Aidha, tunadhamiria kuongeza usindikaji
na uzalishaji wa mafuta ya kula nchini ili kupunguza uagizaji kutoka nje ambao kwa kweli unatugharimu fedha nyingi za kigeni. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kilimo biashara, kuimarika kwa uzalishaji wa mazao ya biashara nchini kumeongeza thamani ya mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi kwa asilimia 67 kutoka dola za Kimarekani bilioni 2.1 mwaka 2021 hadi dola za Kimarekani bilioni 3.5 mwaka 2024. Pia uzalishaji wa mazao asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani 983,177 mwaka 2021 hadi tani 1,443,629 mwaka huu 2025. Tunacholenga ni kuongeza zaidi thamani ya mauzo nje ya nchi hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 5 ifikapo 2030. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji maji ambapo eneo linalomwagiliwa limeongezeka toka hekta 561,383 mwaka 2020 hadi hekta 983,466 mwaka jana 2024. Hii inatokana na ongezeko la miradi ya umwagiliaji inayotekelezwa kutoka 13 mwaka 2020 hadi 780 mwaka huu 2025. Ni matumaini yetu kwa kukamilika kwa miradi hii yote kutatuwezesha kufikia lengo tulilojiwekea la kufikia hekta milioni 1,200,000 za eneo la umwagiliaji maji. Muhimu zaidi katika jitihada hizi, serikali imeamua kutekeleza miradi mikubwa ya umwagiliaji maji kwa kutumia maji ya Ziwa Victoria na Tanganyika ambayo itaunda gridi ya umwagiliaji maji kwa ajili ya eneo lenye ukubwa wa hekta milioni 3 ambapo ujenzi wake unatarajiwa kuanza ndani ya miezi 18 kuanzia sasa. Mheshimiwa Spika, serikali katika kukuza sekta hii imewezesha kutimia kwa azma ya muda mrefu ya kuimarisha ushirika kwa kuanzisha benki ya ushirika iliyoanza na mtaji wa shilingi bilioni 58. Kuanzishwa kwa benki hiyo ambayo wanahisa wakubwa ni vyama vya ushirika wenyewe kunajibu hitaji kubwa la muda mrefu la upatikanaji wa mikopo zaidi kwa gharama nafuu, na hivyo kutaviwezesha vyama vya ushirika kujiimarisha kibiashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, kupitia mfumo rasmi wa manunuzi, kiwango kilichouzwa kupitia ushirika kimeongezeka kutoka tani 591,268 zilizouzwa kwa thamani ya shilingi trilioni 1.1 mwaka 2021 hadi tani milioni 2.23 zenye thamani ya shilingi trilioni 4.2 mwaka huu 2025. Ongezeko hilo linakaribia 300%. Vile vile, serikali iliongezea mtaji Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB na hivyo kuongeza wigo upatikanaji wa mikopo nafuu kwa wakulima. Dhamana ya mikopo kwenye sekta ya kilimo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 63 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 418.3 mwaka huu 2025. Na tayari benki 19 zinatumia mfumo wa dhamana ya benki ya kilimo kuongeza mikopo kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, jitihada za kufungua masoko nje ya nchi zimeongeza mauzo ya nyama kwa upande wa mifugo kutoka dola za Marekani milioni 4.2 mwaka 2021 hadi kufikia tani 14,701 zenye thamani ya dola za Marekani milioni 61.4 mwaka huu. Tarehe 17 Juni mwaka huu,
nilizindua kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo inayolenga kulinda afya na kuongeza thamani ya mifugo yetu. Serikali katika kampeni hiyo itabeba nusu ya gharama ya chanjo ya mifugo ya ng'ombe na mbuzi. Asante. Kwa hiyo serikali itabeba nusu ya gharama ya chanjo ya ng'ombe na mbuzi na gharama zote kwa kuku na gharama za herini za utambuzi. Niwaombe waheshimiwa wabunge katika maeneo yetu, tuendelee kuhimiza matumizi bora ya ardhi kwa kuhamasisha watu wetu kutenga maeneo ya kilimo na ufugaji. Tuendelee kuhimiza vijiji vyetu kutekeleza mipango hiyo ili wafugaji wapate maeneo ya malisho mbali na mazao ya wakulima. Pia tuhimize uhamasishaji kama mlango wa kuingilia kwenye kuboresha kosafo za mifugo yetu. Nadhani species za mifugo yetu au aina za mifugo yetu. Ni vyema kuhimiza watu wetu kuachana na uchungaji wa kujikita katika uchungaji na kujikita katika ufugaji. Waache uchungaji, wajikite kwenye ufugaji. Lakini hapa nataka kukoti quotation maarufu ya Rais Kikwete kwamba huko nyuma, na jitihada hizi zilianza wakati wa awamu yake, na aliona kwamba mchungaji hanenepi na mifugo hainenepi. Wamo tu kwenye safari wanakwenda. Sasa tunataka kuwatoa wafugaji huko, watoke kwenye uchungaji waingie kwenye ufugaji. Mheshimiwa Spika, maboresho katika sekta ya uvuvi yamechangia upatikanaji wa ajira za moja kwa moja kwa wavuvi 2,661, wakuzaji viumbe maji 49,084 na takriban Watanzania milioni 6 wako katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na uvuvi. Aidha, serikali ilitoa mikopo iliyowezesha uwekezaji wa vizimba 1636 na ununuzi wa boti 280. Vile vile serikali ilitoa boti 160 zenye thamani ya shilingi bilioni 11.51 ambazo zimetoa ajira 13,180. Kutokana na uwekezaji huo, mazao ya uvuvi yameongezeka kutoka tani 4,477 na 18 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.77 mwaka 2021 hadi kufikia tani 543,598.9 zenye thamani ya shilingi bilioni 3.04 mwaka huu 2025. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha biashara ya mazao ya uvuvi ambapo mauzo yameongezeka kutoka tani 42,302 zenye thamani ya shilingi bilioni 412 mwaka 2021 hadi tani 59,749 zenye thamani ya shilingi bilioni 675 mwaka 2024. Tunaendelea na ujenzi wa mradi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko wenye thamani ya shilingi bilioni Tunaendelea na ujenzi wa bandari ya Kilwa Masoko ya uvuvi yenye thamani ya shilingi bilioni 279.5 ambao kwa sasa umefikia 81.9%. Kukamilika kwa bandari hiyo kunatarajia kuzalisha ajira takriban 30,000 na nchi kwa ujumla kunufaika zaidi na wavuvi au uvuvi wa bahari kuu. Kwenye sekta ya ujenzi, Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ikiwemo kuongezeka kwa mtandao wa barabara za changarawe kutoka kilomita 24,493 mwaka 2020 hadi kilomita 44,372 mwaka 2025 na mtandao wa barabara za lami kutoka kilomita 38,086.95 mwaka 2020 hadi kilomita 40,902 mwaka 2025. Mheshimiwa Spika,
Mafanikio mengine yaliyopatikana ni kukamilika kwa ujenzi wa madaraja 9 ambayo ni daraja la Gerezani na Tanzanite Dar es Salaam, Wami Pwani, Kitengule Kagera, Kiegea Morogoro, Ruaha Morogoro, Ruhuhu Ruvuma, Mpwapwa Dodoma na daraja la Msingi Singida. Vile vile tumekamilisha ujenzi wa mradi wa kilomita tumekamilisha ujenzi wa mradi wa kimkakati wa daraja la John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, serikali imetekeleza miradi ya kupunguza msongamano wa magari na foleni katika majiji. Tumekamilisha mradi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya pili kilomita 20.3 Mbagala, mzunguko wa bandari Bendera 3, alafu Bendera 3 Kariakoo, Sokoine Zanaki, barabara ya Kawawa na barabara ya Morogoro Magomeni, na tunaendelea na utekelezaji wa awamu ya 3 ya kilomita 23.3 kutoka katikati ya jiji hadi Gongo la Mboto ambayo imefikia 80%, na awamu ya 4 ya kilomita 30.1 kutoka katikati ya jiji hadi Tegeta ambayo imefikia 22%. Miradi hii itakapokamilika itaongeza ufanisi na tija. Tunaendelea kushughulikia changamoto na kasoro zilizopo katika mradi huu ili wananchi waweze kunufaika ipasavyo na usafiri huo. Mheshimiwa Spika, serikali pia inaendelea na ujenzi wa barabara za mzunguko wa nje Outer Ring Road katika jiji la Dodoma yenye jumla urefu wa kilomita 112 ambapo utekelezaji kwa awamu zote mbili umevuka 80%. Vile vile serikali inaendelea na upanuzi wa barabara kuu za Tanzam sehemu ya Uyole Ifisi Songwe Airport jijini Mbeya yenye urefu wa kilomita 36 kutoka njia 2 kuwa njia 4 ambapo ujenzi umefikia 23.5%. Miradi hii yote inaenda kuchochea shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa viwanja vya ndege, serikali imekamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Nduli mkoani Iringa. Vile vile inaendelea na ujenzi na ukarabati wa kiwanja cha ndege cha Musoma ambapo ukarabati umefikia 58%, kiwanja cha ndege cha Sumbawanga ukarabati umefikia 60%, kiwanja cha ndege cha Shinyanga ukarabati umefikia 80%, kiwanja cha ndege cha Tabora ujenzi umefikia 93%, kiwanja cha ndege cha Kigoma ujenzi umefikia 20%, na kiwanja cha ndege cha Geita ujenzi umefikia 80%. Aidha, ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato hapa Dodoma, sehemu ya kwanza inayohusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, yani runway, barabara za maungio taxiways na maegesho ya ndege umefikia 87%. Sehemu ya pili inayohusisha ujenzi wa jengo la abiria, jengo la kuongozea ndege, kituo cha zimamoto, kituo cha hali ya hewa, ujenzi umefikia 53.2%. Miradi hii itafungua zaidi anga la Tanzania, kuchochea shughuli za kiuchumi na kuongeza fursa za biashara ikiwemo mazao ya mboga mboga, matunda na maua. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa reli, niliahidi bunge hili kuwa tutakamilisha ujenzi wa reli Dar es Salaam hadi Dodoma na kuendelea na ujenzi wa vipande vingine. Nafurahi kusema kuwa kama mnavyojua awamu zote mbili Dar es Salaam Morogoro Dodoma tayari zimekamilika na reli inatembea.
Asante. Tangu safari za reli hii kuanza mwezi Agosti mwaka 2024, tayari jumla abiria milioni 254,828 wamesafiri na maduhuli ya shilingi bilioni 60.88 yamekusanywa. Kuanza kwa huduma za usafiri wa reli hiyo kumeongeza tija kwenye uchumi, kwani kimefupisha safari ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka masaa 8 hadi 9 hadi saa 3. Sasa imekuwa kawaida, na waheshimiwa wabunge, nyinyi mashahidi, naambiwa mnalala Dar es Salaam na mnaamka Dodoma hapa asubuhi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ujenzi wa vipande vingine vya SGR unaendelea, ambapo kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia asilimia 63.16. Makutupora Tabora umefikia asilimia 14.53. Tabora Isaka umefikia asilimia 6.65 na Tabora Kigoma umefikia asilimia 7.81. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi Musongati kinachounganisha Tanzania na Burundi yameanza na tunatarajia kuzindua ujenzi hivi karibuni. Kutekelezwa kwa miradi au mradi huu wa SGR kumezalisha ajira 9,376. Hizo ni za moja kwa moja pamoja na kampuni zaidi ya 792 za Watanzania kusaini mikataba kwa ajili ya kandarasi na huduma mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali pia imenunua mabehewa ya mizigo 264 ambapo kazi ya majaribio ya mifumo imefanyika. Nafurahi kuwajulisha Bunge kwamba leo ni siku ya kihistoria kwenye reli yetu ya SGR kwa kuwa shirika la reli limeanza rasmi safari za mizigo kati ya Dar es Salaam hadi Dodoma. Tunatarajia hatua hii ya kimageuzi nchini itapunguza muda na gharama uchukuzi, kuchochea biashara na kuimarisha nafasi ya Tanzania kama lango la biashara katika Afrika ya Mashariki. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo, serikali inaendelea na uboreshaji wa reli ya kati iliyokuwepo awali, yani meter gauge railway au